Wanaharakati wanaounga mkono Palestina nchini Belgium wamevamia ghala la kijeshi na kusababisha uharibifu mkubwa wa magari ya kivita yaliyokuwa yamepangwa kusafirishwa kwenda Ukraine. Waliamini magari hayo yalikuwa yakipelekwa Israel. Kwa mujibu wa gazeti la Brussels Signal, tukio hilo lilisababisha kuchelewa kwa usafirishaji wa msaada wa kijeshi kwa angalau mwezi mmoja, huku uharibifu ukikadiriwa kufikia takriban euro milioni 1. Katika tukio lililotolewa mwanzoni mwa wiki hii katika mji wa Leigh, kundi la wanaharakati walivunja usalama wa ghala la kijeshi la NATO na kuingia kwa nguvu. Waliharibu vifaa kadhaa vya kijeshi vikiwemo magari ya kivita ya kushambulia, magurudumu ya silaha pamoja na mitambo ya mawasiliano ya kijeshi. Chanzo kutoka ndani ya jeshi la Ubelgiji kilithibitisha kwamba walinzi wa eneo hilo walichelewa kuwazuia washambuliaji hao ambao walitenda uharibifu kwa takriban dakika 40 kabla ya polisi wa kijeshi kufika eneo hilo. Wanaharakati hao waliovaa mavazi yenye maandishi ya Free Palestine walidai walilenga kuzuia usafirishaji wa silaha kwenda Israel, wakiwa na imani kwamba magari hayo ya kivita yangetumika dhidi ya raia wa Palestina katika ukanda wa Gaza. Baadaye ilibainika kuwa magari hayo yalikuwa yakielekezwa Ukraine kama sehemu ya msaada wa kijeshi wa Ubelgiji kupitia muungano wa EU NATO kwa ajili ya vita dhidi ya Urusi. Tukio hili linaangazia jinsi mvutano wa Mashariki ya Kati unavyoathiri siasa na operesheni za kijeshi hata katika mataifa ya mbali kama Ubelgiji. Pia linaibua maswali kuhusu uwazi wa nchi za magharibi katika usambazaji wa silaha, uhusiano kati ya migogoro tofauti, Palestina, Ukraine na NATO, na nafasi ya wanaharakati katika muktadha wa usalama wa kimataifa. Tukio hili ni kielelezo cha jinsi dunia ya leo imeunganishwa kwa migogoro. Wanaharakati wanaodhani wanaizuia silaha kuelekea Israel walichelewesha msaada kwa Ukraine, na hilo limefungua mjadala mpya kuhusu mipaka ya upinzani, usalama wa silaha na majukumu ya nchi wanachama wa NATO katika migogoro mingi ya kimataifa.